Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Washington, Marekani. Naitwa Ramadhani Fupi. Waziri wa ulinzi wa serikali ya Marekani Pete Hegseth hatimaye ametilia mkazo akisema kwamba Marekani imekata misaada kabisa kwenda katika nchi ya Ukraine. Akizungumzia suala hilo, Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, amesema kwamba kumalizika kwa amani vita vya Urusi na Ukraine si tu faida kwa Ukraine bali pia ni maslahi kwa taifa la Marekani. Ndio maana wameamua kukata misaada ya ulinzi kwenda katika taifa hilo la Ukraine. Ikulu ya White House nchini Marekani imesema kwamba itahakikisha inapunguza ufadhili wa kijeshi kwa Ukraine, lakini wakati huo huo Rais wa Marekani Donald Trump akiwa mbioni kutafuta suluhu la mzozo huo wa Ukraine na Urusi kwa njia ya amani. Akizungumza katika kamati ya ugawaji wa nyumba katika bunge la Congress siku ya Jumanne ya wiki hii, Pete Hegseth amesema kwamba utawala huu una mtazamo tofauti, ni punguzo la bajeti hii. Pete Hegseth alijibu alipoulizwa kuhusu ufadhili ujao wa kijeshi kwenda Ukraine. Wakati huu serikali ya Donald Trump ni kama vile inaona kwamba kitendo cha kupeleka misaada katika mataifa mengine, hii itasababisha taifa la Marekani kutokuwa kiuchumi. Itakumbukwa wiki iliyopita makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliungana na Donald Trump kukosoa utawala uliopita wa Joe Biden wa Marekani, ambapo Donald Trump alisema kwamba Joe Biden alitumia fedha kwa wazimu kuisaidia Ukraine. Namnukuu, walitumia dola bilioni 300 kwa ajili ya Ukraine bila kujaribu kulazimisha suluhu ya kidiplomasia, alisema Donald Trump. Pia itakumbuka kwamba rais wa Marekani Donald Trump alitia saini makubaliano na Ukraine kuruhusu Marekani kupata utajiri wa madini kutoka Ukraine ili iwe kama fidia ya kurudisha mabilioni ya dola iliyotumiwa wakati wa utawala wa Joe Biden kulisaidia taifa hilo la Ukraine kupambana dhidi ya Warusi. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hiki kinachoendelea kwa kucomment, kulike pamoja na kushare. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.